Bwana, mambo vipi? Hii ni News Update Media na tupo ndani ya Nyankumbu Stadium hapa mjini Geita. Kubwa zaidi ni kukupa ripoti ya stori kubwa ambazo zina trend hapa. Nipo na afisa habari wa Geita Queens na yeye atatupa kile ambacho kinaendelea kwenye kambi ya timu hiyo ya wanawake, ukizingatia pia wana timu ya wanaume ambayo inashiriki championship. Hivyo kwa wanawake wao pia wana mipango yao na mikakati yao ya kufanya vizuri zaidi hasa kwenye soka la Tanzania. Bwana, mambo vipi? Kama. Unaitwa nani? Joven Bupamba. Joven Bupamba, watu wengi sana wamekuwa wakiuliza kuhusiana na maendeleo ya soka la wanawake kwa kikosi cha Geita Queens, mipango, mikakati, lakini pia ushiriki wenu kwenye mashindano kwa sasa ukoje? By the way, sisi ni timu ya wanawake inayocheza mpira wa kiume ambayo kimsingi bado daraja la kwanza, tulikuwa ligi kuu lakini kwa bahati mbaya tulishuka. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, this time around tunakwenda kushiriki na sio tu kushiriki, tunahakikisha tunapanda ligi kuu. Mwezi wa 6 kuanzia tarehe 8 mashindano yataanza kutimua vumbi, kitu bado hatujajua, lakini maandalizi kwa ujumla yako sawa, usajili umekamilika, tumesajili jumla ya wachezaji 22 kwa ajili ya kwenda kupambana. Idadi ya wachezaji 22 kwenye usajili kuelekea msimu wa mashindano, hauoni kama inawezekana labda ikawapa ugeni wa kile ambacho wanaenda kukifanya kwenye msimu mpya, ukizingatia kuna timu nyingine ambazo tayari zina wachezaji wako kwa muda mrefu? Hapana, unajua sisi tuna experience ya kutosha kwa sababu sio mara ya kwanza tumecheza mashindano hayo kwa muda mrefu, kwa hiyo tunaenda kufanya ni kama marudio. Kwa hiyo sisi sio issue, tutakwenda kupindua meza, tutapanda ligi. Ugumu ulikuwa wapi kwenye msimu wa ligi kuu mpaka mnapelekea kushuka? Issue kubwa ilikuwa ni uzoefu, kwa sababu hatukuwa na experience kubwa ya kutosha. Kwa hiyo itusababisha tukaweza kushuka. Yani tulikumbuka shuka kumekucha, kwa sababu mwishoni ndo tukajaribu kuweka mambo sawa, lakini mambo hayakwenda vizuri. Bahati mbaya tukashuka, lakini tutarejea vizuri. Ligi ya wanawake na changamoto nyingi sana, na miongoni mwa hizo changamoto basi ni swala zima la malipo, lakini pia namna ya kumanage camp ya wanawake. Unajua ni tofauti na timu ya wanaume. Pia changamoto kama hizo zinawarudisha nyuma kiasi gani kama Geita Queens, ukizingatia pia kuna baadhi ya timu ambazo huko nyuma tayari zilishavunjwa kutokana na changamoto hizo za malipo? Kwetu sisi hiyo sio issue, kwa sababu tuna mdhamini ambaye ametimia, anatoa kila kitu, yani kula kwetu, kulala kwetu, kila kitu, kusafiri anashughulikia yeye. Kwa hiyo kwetu sio changamoto kubwa. Amuoni kama mnamkata sana mdhamini kwamba yeye anatoa pesa, mnaishi vizuri, mko vizuri, lakini bado timu inakuwa kwenye performance ambayo iko chini sana, yani kupelekea hatua ya kushuka daraja hiyo ni kubwa sana? Hapana, unajua kwanza mdhamini alikuja kwa kudelay kidogo, alikuja mwishoni, tukajaribu kupambana bado kama mechi 4, kwa hiyo tukapambana kwenye zile mechi 4, bahati ya kwa upande wetu, lakini sasa hizi tumekuja vizuri, tuko sawa, tutarudi ligi kuu. Nyankumbu ina idadi kubwa sana ya mashabiki ambao wanaisupport Geita Gold kwa upande wa championship, kwa maana ya timu ya wanaume. Unawaambia nini kuhusiana na timu ya wanawake ambao pia inahitaji nguvu kubwa sana ya watu huku nje ili wachezaji wawe na ari nzuri ya upambanaji? Kwanza nawaomba mashabiki wawe pamoja na sisi, watupe support kubwa, kwa sababu bila wao sisi hatuwezi, tunawategemea sana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kwa kila hali, kwa kila mali, waweze kujitokeza, watusupport. Sisi ni timu ya nyumbani, tunahitaji support ili tuweze kusonga mbele. Salamu zako kwa wale ambao mnaenda kushiriki nao msimu ujao kwenye ligi. Ukizungumza hapo mwanzoni umesema Geita mnahitaji kurudi tena kwenye ligi kuu ya wanawake. Salamu zako kwa washindani wenu ambao mnaenda kushiriki nao? Kwanza niseme tu kazini kwao kuna kazi, kwa sababu yani kwenye wachezaji 22 ninakwambia tuna wachezaji wa kigeni, tuna wachezaji wa ndani. Kwa hiyo ni squad ambayo imekamilika, yani kila idara iko safi. Kwa hiyo niseme tu kazini kwao kuna kazi, tutakapokutana watatutambua. Wachezaji wa kigeni ni kama wangapi? Wapo 4, tumesajili wachezaji 4 kutoka ligi ya Ufaransa na Komoro. Tayari wapo kambini pale, wanakula vizuri, wanashiba, hamna wasiwasi. Kutoka Ufaransa na Komoro? Hatari kubwa. Niogopesha? Ni hatari. Ligi kuu bana ni chapu tu msimu ujao. Ni swala la muda tu, ni swala la muda. Sawa. Matumizi ya camp ya Geita Queens yakoje? Matumizi kwa maana ya kifedha au maandalizi, kujiandaa? Unajua training mara nyingi facility kuna vitu ambavyo vinakuwa tofauti pia muda mwingine kwa wanawake na wanaume. Kuna mazingira ambayo inabidi yawe stable, mazuri kwa ajili ya wanawake, kama vile kuwalinda. Unajua changamoto kama hizo. Maandalizi yakoje zaidi? Camp ya wanaume na wanawake zipo kwenye utofauti gani hasa kwa wanawake?
Kwa wanawake kempu ni nzuri zaidi kuliko wanaume, kwa sababu wanawake wanahitaji special treatment, wanahitaji care hali ya juu. Yani huduma ambazo anazipata mwanamke ni tofauti kidogo na kwa mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke kidogo tumeenda mbali zaidi, tumewapa kempu nzuri, maisha mazuri, chakula bora, kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo hamna shida. Sawa, lolote ambalo unahitaji kushare kwa wanageita kuhusiana na timu ya wanawake? Ni waombe tu waishike mkono pale walipoishika, waongeze pale pale, wazidishe zaidi kuipenda, wazidishe mapenzi kwenye timu yao. Naamini itakwenda kurudi ligi kuu na msimu ujao itakuwa ligi kuu Tanzania bara. Sawa, shukrani sana. Shukrani. Bwana, mimi ni Evodius Oscar Mr. Champion na hii ni News Update Media. Umemsikia afisa habari wa Geita Queens akizungumzia maandalizi yao kuelekea msimu ujao baada ya kushuka daraja kutoka kwenye ligi kuu. Wanajipanga kurejea tena. Simba Queens mjipange, Yanga Princess mjipange, JKT Queens mjipange. Wanaeleza kwamba miaka inayokuja wanakuja kusumbua kutokana na usajili ambao wameufanya pia.